الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز ونجى المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya tahmidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia swala na salama Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nikuhusieni kama ambavyo nahusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Bila shaka umefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa ndani ya muhadhara wa tatu. Umepita muhadhara wa kwanza, tumehimizwa au tumekumbushwa kuna zile ibada ambazo watu wanazifanya hasa ndani ya mwezi huu wa Shaaban, na wa pili tumeelekeza kuneemeka na baadhi ya mambo kabla hatujafikwa na mengine. Ama kwa muda huu nitatumia muda mchache sana. Inwani yangu itasema wasaya kabla Ramadhani, ni wasia kabla ya kufika ndani ya Ramadhani. Ikiwa yamebaki masiku machache kuingia Ramadhani, basi nitazungumza machache kupeana nyasia yapi ya kushikilia kabla ya kufikwa na Ramadhani. Tukiangalia ndugu zangu katika imani, tupo kwenye milango ya kuingia katika Ramadhani. Nasallallahu ta'ala bulugha. Kwanza tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala aweze akatufikisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fahadhihi baadhi alwasaya asa Allahu an yanfa'ana biha. Baadhi ya hizi nyasia huenda Allah tabaraka wa ta'ala akatunufaisha pale ambapo tutaingia katika Ramadhani, tukawa kuna baadhi ya mambo tumeyafukia na tumeyaziba. Kwanza kabisa, wasia wa kwanza asema ya kwamba man kana alayhi ayyamun min Ramadhani almadhiya, yeyote yule ambaye ana deni, ana siku ambazo anadaiwa katika Ramadhani iliyokuwa imepita, ya mwaka uliopita, kabla hajafikwa na Ramadhani inayokuja, faliubadir biqadaiha, aweze kukimbia, apupie na afanye upesi katika kulipiza yale masiku anayodaiwa ya Ramadhani ambayo imepita. Akawa ana masiku ambayo anadaiwa, basi katika haya masiku yaliyobakia apupie na akimbilie katika kuyalipiza yale masiku. Waliya'lama annahu la yajuzu ta'khirha ila Ramadhani thani biduni udhri, na aelewe na afahamu ya kwamba haijuzu, haifai, si sahihi kuyachelewesha yale masiku mpaka Ramadhani nyingine kakufika umekatu. Ukiambiwa funga, lipiza yale masiku ambayo ulikuwa unadaiwa, sema ngoja bana, bado siku chache, talipiza tu. Mwisho wa siku Ramadhani ikafika na bado ukawa una deni. Hii ni jambo ambalo halifai katika Uislamu. Umekaa huna udhuru wa aina yoyote na ukakuta na Ramadhani nyingine hujafunga, hayo ni makosa ndani ya sheria. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra, yeyote ambaye ndani ya Ramadhani alikumbwa na udhuru wa kisheria, akawa huenda ni mgonjwa au yuko safarini, akawa hajafunga yale masiku, basi ayalipize yale masiku katika masiku mengine baada ya Ramadhani. Masiku mengine ni yapi? Ndo haya ambayo twakumbushana sasa, kwa mwenye deni aweze kukamilisha yale madeni. Tanabahu lihadha wadhakiru bihi ahlikum wa auladikum qabla ayudrikahum alwaqt
wa fi dhimamihim shay'un min Ramadhani al-madhi. Kila mmoja aweze akashikilia hili, akachukua wasia huu na aweze kuwakumbusha familia, watoto kabla hawajafikwa na wakati wa Ramadhani, ikiwa ndani yao bado wanadhima wanayodaiwa. Kila mmoja ashikilie hili na aweze akalikumbusha ndani ya familia, waweze wakakimbilia kutekeleza kile wanachodaiwa. Huo ni wasia wa kwanza. Wasia wa pili ambao napenda nikukumbusheni pamoja na kuikumbusha nafsi yangu: ta'allamu ahkama siyami wa adabihi watadarasuha fi buyutikum wa majalisikum wa masajidikum. Kwamba watu wapupie, wafanye hima kujifunza zile ahkamu za funga na zile adabu za funga, na watu waweze kutenga muda durusi mbalimbali za kukumbushana haya katika majumba. Watu wakumbushane majumbani, na pia kwenye vikao tulivyokuwa tunamekaa vikao vyetu tukumbushane. Misikitini basi mashekhe wafanye hima kukumbusha haya, ili watu waweze kukumbuka na kuzinduka zile hukumu za funga, adabu zake, taratibu zake, paka majumbani mwetu iwe ni vikao vya mara kwa mara kukumbushana namna gani tutaingia kwenye Ramadhani na namna gani tutatekeleza ibada za funga kwa taratibu zipi na kwa kanuni zipi. Wa'allimuha man tata riayatikum, na kila mmoja pia aweze akawafundisha wale ambao yeye anawachunga, wale ambao yeye ndo mwelekezaji, ndo kiongozi katika hiyo familia, basi aweze akawaelekeza. Kwa lengo gani? Liyuaddi aljamia hadhihi alfarida ala basiratin wa ilm, ili kila mmoja aweze akafikwa na huu muda wa funga atekeleze ibada hii kwa ilmu na kwa utambuzi uliokuwa ni sahihi, na wala isije kawa anafanya kwa mazoea kwamba tuliwakuta mababu zetu wakifanya hivi nasi twafanya. La, afanye kwa ilmu na utambuzi ya kwamba hii ibada yafanywa kwa utaratibu gani na kwa kanuni zipi, fatakuna maqbulatun inda Allahi ta'ala, na ikawa ni yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu itakuwa ni yenye kufanyika kwa usahihi, kwa sababu tayari watu wamekumbushana, wameelekezana, wamefundishana ipasavyo. Wasia watatu: man kana alayhi auladun au banatun au ikhwatun au akhawat, yeyote ambaye ako na watoto wa kiume wa kike, anayo kaka, anayo kina dada, fa in kana sigharan lam yablughu sinul ar-rushdi, wakiwa na wadogo basi hawajafikia ule umri wa balighi, wala yashuqu alayhim siyam, lakini ukimwangalia huyo mtu hatoshindwa kufunga, anaweza akajibana akafunga japo hajafikia umri wa baligh, lakini funga kwake haitompa taabu, basi afanyeje? Faliyahuthuhum alayhi, awahimize basi na kuwafanyia mazoezi ya kuweza kufunga. Ikiwa funga ukimwangalia haitoweza kumletea shida, lakini wala yulzimuhum bihi, asija kawalazimisha sana. Pale ambapo amefunga akaitoboa basi mwache, lakini kuna muda akashindwa, usitumie mabavu katika kumwelekeza. Ama idha balaghu sinna rushdi wasaru min ahli taklif, ima ya hawa watoto sasa wakifikia umri ambao tayari wabalighe, faliyamurhum bisiyami waliyalzimuhum bihi, awamrishe wafunge na aweze kuwalazimisha katika kuitekeleza hiyo funga. Waliyubayyin lahum annahu wajibun ala almuslim alaqil albaligh almuqim, na pia awabainishie na kuambia ya kwamba
hiyo funga ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye tayari mwenye akili tamam, amefikia umri wa balighe, na mtu ambaye ametulia katika mji wake, sio mtu wa safari. Japokuwa na huyo mwenye safari anatakiwa ambiwe, ukisafiri safari ambayo umekula mchana wa Ramadhani, ukitoka pale ni wajibu kwako wewe uweze kulipiza. Yajibu alayhi sawmu shahril kamil walaysa mukhayyaran bi ayyasuma ayyaman yaftar ayyama. Ni wajibu juu yake huyo mtu aweze kufunga mwezi kamili, na sio mwenye khiari ya kuchagua labda afunge siku kadhaa na zingine aache. Wa'lamu anna auladakum amana, na kila mmoja afahamu watoto waliokuwa nao ni amana aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum mas'uluna an ri'ayatihim wa tarbiyatihim wa ta'limihim umura dinihim, na nyie ni wenye kuulizwa kunako na malezi yao. Pale unapokuwa unamlea utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala na namna gani umeweza kumfundisha mambo ya dini yake, yale ambayo yanahusiana na dini yake. Ni njia gani, taratibu gani ambayo umeitumia. Mtume alayhi salatu wasalam asema, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kunako na uchunga wake. Kwa hiyo uchunga wake utakapoulizwa ni pamoja na namna gani umeweza kuwakumbusha wale unayewachunga zile taratibu za kutekeleza ibada. Ama wasia wa 4 wasema, la tuqaddimu ramadhana biyawmin au yawmayn ila rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ukaitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja ama siku mbili, isipokuwa kwa mtu ambaye alikuwa na kanuni na desturi ya kufunga somu za sunna, ikawafikiana basi afunge. Lakini usiseme ya kwamba nafunga siku hii lengo na makusudi na ikaribisha Ramadhani. Haifai. Usije kwenda somu haswa kwa ajili ya kuipokea Ramadhani. Haya ni Mtume alayhi salatu wasalam ameweza kuyakataza. Isipokuwa kama ni desturi yako na ni kanuni yako ulikuwa kifunga, basi funga. Lakini kwa funga ambayo ni rasmi na khasa kwa ajili ya kuipokea Ramadhani, basi haitakikani mtu aweze akafunga. Kwa mwenye kufunga hiyo sunna, itakuwa ni sunna ya bid'a ambayo haijaweza kuelekezwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Ama wasia mwingine ni kwamba idha ruya hilali Ramadhan wa u'lina dukhulah au ukmila al-adadi fa innahu yu'malu bihi, pale ambapo utaonekana mwandamo wa mwezi wa Ramadhani na pia au katangazwa kwamba mwezi umeandama, au ikakamilishwa idadi ya Shaabani siku 30, kinachotakikana pale ni kutendewa kazi ile taarifa, ule mwandamo ambao tayari umeshaandama. Wajibu siyam, na kinachohitajika pale ni mtu kuweza kufunga. Na haitofaa kwa mtu yeyote sasa kuanza kutilia mashaka kwamba huu mwezi umetangazwa na fulani, je, utakuwa ni sahihi kweli? Na kuanza kuambia, kuwashajiisha watu na kupika kampeni, huu mwezi bwana ni fulani ameutangaza, haufai. Haifai kwa mtu yeyote kuanza kutilia mashaka. Ikiwa mwezi umetangazwa, umeonekana, au ikakamilishwa ile idadi ya 30, basi kinachohitajika, huna hoja tena ya kuanza kuleta yani. Kinachohitajika ni kusimama na kutekeleza ibada ya funga ambayo tayari mwezi umeandama. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sumu li ru'yatihi
waftiru liruyati fa in khubiya alaykum fa akmilu iddat Sha'ban 30 yawma, fungeni kwa kuonekana mwezi, sio kwa kuona. Mwingine ni kipofu hawezi akauona, kwa kuonekana. Ukaonekana sehemu fulani, taarifa zikaenea, basi mkapata taarifa, fala budda alayka an ta'mala bih, ni wajibu juu yako kuweza kutendea kazi na kufunga katika ile taarifa ambayo imetoka. Na unapoisha basi fungueni kwa kuonekana mwezi. Ikiwa sasa mwezi umegubikwa, huenda hamjauona, kamilisheni masiku 30 ya Shaabani. Ima wasia mwingine, isti'dadu ruhi liqiyami ala ta'ati Allahi azza wa jal, ni mtu kuandaa moyo wake kwa ajili ya kusimama katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Katika haya masiku ambayo tuelekea katika Ramadhani, kinachohitajika ni kila mmoja kuandaa moyo wake kusimama katika taa ya Allah tabaraka wa taala, na wala si kuandaa vyakula mbalimbali ambako tunashuhudia wengi katika watu sasa hivi wapo katika mipangilio ya bajeti. Mwezi wa Ramadhani ukifika, awe na kilo kadhaa za mchele, anunue boksi za kadhaa za tende, yani asipate tabu ya aina yoyote katika chakula. Lakini huyo ndani ya moyo wake kuna shirki, ndani ya moyo wake umejaa fitna, ndani ya moyo wake umejaa magomvi. Hawezi wala hashtuki katika hili. Yeye anaandaa bajeti nyumbani kwake. Ramadhani ya kwanza nitakula hichi, Ramadhani ya pili nitakula hichi, au 10 la kwanza nitakuwa na futari hii daku hii hapa, 10 la pili nitakuwa na hichi na hichi, la tatu tamalizia na hichi na hichi. Lakini huyo mtu ndani ya moyo wake bado amekaa magomvi na fulani, bado ni mtu wa kushajisha fitna, bado ni mtu wa kushajisha faraka, watu wafarakanishe. Tuandae mioyo yetu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio kuweza kuweka maandalizi makubwa katika vyakula vyetu na kuweka bajeti namna gani tutakula. Na mtu aweze akaweka azma ya kusimama katika mwezi wa Ramadhani na kupupia katika hiyo fursa ambayo ni adhimu inayokuja kwa mwaka mara moja, na kuweza kuitumia na kuneemeka na hii fursa. Kila mmoja aweze akajiandaa kuhifadhi na kutekeleza yale ambayo yanapatikana katika yale masiku, mchana wake kwa kufunga, usiku wake kwa kusimama kutekeleza ibada mbalimbali katika qiyam, na kujihifadhi katika yale ambayo ni muharramati. Kuna wengine hawana aibu hata ndani ya Ramadhani, bado yuwapupia katika kufanya yale ya haramu na wala haoni haya. Mwingine anafunga magharibi, nafika kufutari, ameweka kinyao huku kwenye nini, kwenye mifuko ya koti. Au mwingine akaweka sigara yenyewe imeandikwa ni hatari kwa afya yako, alafu bado unakimbilia kwenda kufuturu nayo. Alafu anakuambia haiuzwi chini ya watoto chini ya umri wa miaka 18. Hatari kwa afya yako, bado unaikimbilia. Na ndani ya Ramadhani huna aibu, bado unaikimbilia. Tuandae mioyo yetu kwa ajili ya kusimama katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Na mwisho kabisa, wasia wa mwisho ambako wameusema wanazuoni, isalullaha bulughahu lianna bulughahu la ya'lamuhu illa Allah, ni watu waweze kuzidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kufikishwa katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu hakuna anayeweza akatambua na kufahamu ya kwamba yakini mimi nitafika katika mwezi wa Ramadhani
isipokuwa anayefahamu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa twasema ya kwamba yamebaki huenda ni wiki 2. Kwa mahesabu yetu ya haraka haraka tunaona ni masiku mengi sana, lakini au tutaweza kuona ni machache mno, lakini ni mengi, kwa sababu tuko hapa. Hakuna anayejua baada ya masaa 2-3 nani atatuondokea. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kanu salafu salih, walikuwa masalafu wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa miezi 6 awafikishe katika Ramadhani. Miezi 6 masalafi wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala waweze wakafika katika mwezi wa Ramadhani, na wakishajaliwa wakafika katika Ramadhani wakatimiza ile funga wakaitekeleza, wanamuomba tena Allah subhanahu wa ta'ala miezi 6 awakubalie yale waliyotenda ndani ya Ramadhani. Sasa na pia huu uwe ni wasia wangu wa mwisho kwa leo, kwamba tuzidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze akatujalia kufika katika mwezi wa Ramadhani. Asallallahu ta'ala yuballighani wa iyyakum Ramadhan wa yuwaffiqana li'tinamihi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi